Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake ipo tayari kuachana na azima ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya mataifa ya magharibi NATO iwapo itapatiwa dhamana madhubuti za kiusalama. Kauli hiyo ilitolewa kabla ya mkutano uliodumu kwa saa 5 kati ya Zelensky na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump ambaye anaitwa Steve Witkoff uliofanyika mjini Berlin, ambapo Witkoff alisema mazungumzo hayo yamepiga hatua kubwa katika kutafuta suluhu ya kudumu ya vita nchini Ukraine. Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kuwa Ukraine ipo tayari kufanya uamuzi mgumu kwa ajili ya amani, lakini akasisitiza kuwa usalama wa nchi yake ni kipaumbele kikuu. Hatua hiyo imekuja wakati juhudi za kimataifa za kumaliza vita vinavyoendelea kati ya Russia na Ukraine, ambapo Zelensky aliongeza kuwa Kiev inatarajia kuishawishi Marekani kubaki mstari wa mbele katika juhudi za kumaliza vita hivyo badala ya kupunguza ushiriki wake. Katika hatua nyingine, wiki iliyopita Ukraine na Marekani zilifanya mazungumzo ya siku 3 huko Florida, ambako pande zote zilijadili mapendekezo ya Kiev ambayo yanaweza kujumuishwa katika mpango wa amani wa Marekani. Hata hivyo, hadi sasa bado haijafahamika ni mapendekezo gani hasa yamekubaliwa kuingizwa katika mpango huo, ambapo mshauri wa Zelensky alisema maoni rasmi ya rais kuhusu mpango wa amani yatatolewa baada ya kukutana viongozi wa Ulaya na wa NATO katika mkutano uliopangwa kufanyika leo Jumatatu Disemba 15 mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, Marekani imependekeza Ukraine iondoe wanajeshi wake kutoka mashariki mwa nchi hiyo, eneo ambalo Russia inadaiwa kudhibiti kwa takriban 75%. Marekani imeelezea Russia itajiondoa katika maeneo mengine na kusitisha mapigano kutatekelezwa kama sehemu ya makubaliano ya amani. Hata hivyo, Ukraine imeonyesha kusita kukubali pendekezo hilo, ikisisitiza kuwa haipo tayari kutoa ardhi yake kwa Russia. Mazungumzo kati ya Zelensky, viongozi wa Ulaya na wa NATO yanatarajiwa kuwa na uzito mkubwa katika kuamua mustakabali wa mpango wa amani na mwelekeo wa vita vinavyoendelea.